Tupate kujua ndugu zangu, tumo ndani ya safari. Sisi sote tulokaa hapa tuko safarini, tunasafiri ndugu zangu. Na hii safari ilianzia wapi na mwisho wake itaishia wapi? Kila mmoja wetu ni lazima ajue hilo. Wewe unajua ulianzia wapi wewe kabla ukuja hapa duniani? Ulianzia kwenye mgongo ya baba yako. Ndio hii safari mali ilipoanzia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema falyanzur al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Hebu binadamu ajiangalie, ameumbwa kutokana na nini huyu? Ameumbwa kutokana na maji yenye kuchupa. Ile manii inapotoka inatoka kwa nguvu kweli kweli, maana yake inatoka chup chup chup. Hii manii inatoka wapi hii? Yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib, inatoka kwenye mgongo wa mwanamume na kifua ya mwanamke. Hii safari ndivyo ilivyoanzia hapo ndugu yangu. Mimi na wewe kabla ya kuja hapa na kabla ya kuwa tulivyokuwa sisi sasa hivi, ulikuwa umepachikwa kwenye mgongo ya baba yako. Hii ndio safari ilianzia hapo. Ukatolewa kwenye mgongo wa baba, ukaingizwa kwenye tumbo ya mama, kwenye fuko la uzazi. Ukaishi hapo muda wa miezi 9 au muda ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweza kukadiria. Ukawa unakula anachokula mama, unakunywa anachokunywa mama, akipumua hewa ndio wewe pia unapumua, na Mungu naye anakukuza akakuweka katika sehemu maalum. Sehemu ambayo Mwenyezi Mungu alikuhifadhi katika fuko la uzazi, ambayo ndani yake kuna maji. Hii maji inakulinda wewe usiweze kudhurika na maungo magumu ya mama, au saa nyingine mama amelalia tumbo au mtu amempiga tumbo mama yake, basi ule mtoto atakuwa juu ya maji anaelea tu, hawezi kudhurika. Kisha ukatolewa katika tumbo la mama baada ya muda ambao uliishi ndani yake, ukaletwa katika mgongo wa ardhi. Na ile njia ambayo ulitolewa naye kutoka katika tumbo ya mama kuja duniani, tukaifanya ikawa ni njia nyepesi sana. Thumma sabila yassara, sehemu ambayo hata mkono wa binadamu hauwezi kupenya. Ndio mimi na wewe tulitokea hapo ndugu zangu, tukaletwa katika mgongo wa ardhi hii. Hii ni katika mkondo ya safari ambayo tuko ndani yake ndugu zangu, na kila kipengele cha safari yetu ina mambo ya kuzingatiwa ndani yake. Tutaishi katika ardhi hii sasa hivi, ndio tuko hapa baada ya kutoka katika tumbo ya mama yetu. Tuko hapa na wengi wetu tumeshakata umri. Kwa kweli umri umekatika, wakati umekaribia.